katika mchezo wetu wa nusu finali, kwa sababu lengo lilikuwa kwenda kwenye ligi inayofuata hiyo First League, na tumefanikiwa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kingine, mashindano yana mwisho na mashindano yanatakiwa bingwa nani awe bingwa. Kwa hiyo na sisi malengo yetu ilikuwa kushinda michezo yote ya mashindano. Kwa hiyo tunajua kesho tuna mchezo wa finali, tunajua utakuwa mchezo mgumu, lakini homework tulioifanya nadhani inaweza ikaturahisishia katika mchezo, kwa maana kufanikiwa kwenye game plan. Lakini tunajua mchezo utakuwa mgumu, kama tutafeli kwenye game plan itakuwa sawa sawa na kulibeba container katika huo mchezo. Lakini naamini kabisa kwamba football ni science, na sisi tumejaribu kukaa chini kutengeneza michoro yetu kuhusiana na huo mchezo. Tunaona kabisa mechi itakwenda kuwa nzuri na mechi itakuwa nyepesi kwetu. Utakuwa mchezo mzuri, utakuwa mchezo mzuri sana. Sasa inategemea mwalimu kama kafanya homework yake vizuri, yes game inaweza ikawa ngumu, lakini kama atapotea hapo, basi ndio nirudie tena football science. Sasa hivi unaweza ukaa darasani tu kamaliza mechi. Kwa hiyo sisi tushaifanyia kazi mchezo wetu wa finali, na leo asubuhi tulikuwa tunatengeneza hiyo game plan kwa ajili ya huo mchezo. Kwa hiyo tunaamini kabisa tutakuwa tuko vizuri katika mechi, na tunahitaji kuwa mabingwa katika mashindano. Hiyo over confidence nayo mimi kama mwalimu, sio wachezaji. Wachezaji wenyewe nimewapanga kabisa jinsi gani wataenda kupambana katika hiyo mechi. Wanajua kabisa ni mchezo mgumu kama michezo mingine, lakini wanajua kabisa kama game plan yetu wakiweza kuifanyia kazi kwenye kiwanja, kwa maana kama kila mmoja afanye kazi yake kwenye majukumu yake kama tulivyojitayarisha, basi mechi inaenda kuwa nyepesi. Lakini si kwamba wao ndo wanaamini kwamba hiyo mechi nyepesi, nao, lakini performance kila mmoja akijitahidi kwa katika good performance, basi automatically mechi lazima iwe nyepesi. Hili ni jambo zuri. Unajua mnapofanya mambo mazuri yanawaongezea uhitaji wa jambo la mbele. Na unajua timu hizi ambazo tuko kwenye ligi daraja la 3 hizi ni wachezaji wengi ni wadogo. Wachezaji wote ni under 20. Wanahitaji kujifunza. Na mimi kikubwa ninachoambia waendelee kujifunza. Na mimi timu yangu wanaendelea kujifunza, na mimi mwalimu pia anapenda kufundisha, na kila siku masomo mapya yanakuja ili tuweze kufika ambapo tunahitaji kufika. Na kwa nini timu yetu mpaka sasa hivi haijapoteza mchezo na tumeruhusu magoli machache? Yaani somo la principle of defending ndio somo kubwa sana kwenye hili timu ambayo nimekuja nalo. Ndio la kwanza kuambia katika mpira, cha kwanza kujilinda, then mnatafuta jinsi gani mnaweza kwenda kwa wenzenu kupata hayo matokeo. Kwa hiyo nadhani hilo somo limekaa vizuri katika timu, na sasa hivi ndio tunaangalia jinsi gani tutaweka tena mzigo mwingine ili tuweze kufika huko ambapo tunahitaji kufika. Cha kwanza ni washukuru sana kwa support yao toka tumeanza ligi ya mkoa mpaka tumefika hii ligi ya kitaifa. Wanatusupport 100%, na sisi hatujawaangusha, na tunawaahidi tena waje kwa wingi kesho ili tufurahi kwa pamoja katika hiyo mechi yetu ya finali. Sisi tuko tayari kuhakikisha kwamba wao wanapata furaha. Majina naitwa Hussein Eliasa, kocha mkuu wa timu ya Madini Kahama. Kimsingi mchezo wa kesho utakuwa ni mchezo ambao ni mgumu kulingana na mpinzani ambaye anakutana naye. Moja, anatumia advantage ya nyumbani kwa maana mashabiki. Tunaamini shabiki ni mchezaji wa 12 ndani ya uwanja. Kwa hiyo kupitia mashabiki najua atakuwa na mashabiki wengi, lakini mimi hilo sintoliangalia. Lakini approaching ya mechi nimeshamuona, hakuna timu bora isiyokuwa na mapungufu. Kwa hiyo mimi nitatumia mapungufu alionayo kuhakikisha na win game. Na mimi pia nimeangalia mapungufu ya timu yangu, nimeyafanyia kazi. Hilo tu. Kesho mechi itakuwa nzuri sana kwa sababu aina ya mpira naocheza Kajuna na aina ya mpira ambao nacheza mimi. Lakini kesho nachoshukuru Mungu pia itakuwa ni jioni. Wachezaji wangu ukiangalia mechi za mchana sana zimekuwa zinawaathiri sana. Toka mechi ile ya kwanza tunakutana na Geita, hatukuwa na mchezo mzuri, pia jana hatukuwa na mchezo mzuri. Lakini game za jioni tumekuwa na mchezo mzuri sana. Kwa kesho aminini kutakuwa kuna mchezo mzuri sana, mchezo wa kiufundi. Kwa hiyo na imani kwenye timu zote makosa yatakuwa ni machache, lakini mwenye atakayefanya makosa ataadhibiwa ndani ya dakika 90. Na nina imani mechi itaisha ndani ya dakika 90. Kwa sababu kocha wa Kajuna na ni kocha mkubwa, naheshimu na ana falsafa kubwa, ameshafundisha timu kubwa. Mimi ni kwenye ukocha ni kama underdog. Kwa hiyo natafuta pia jina kwa nalo. Kwa hiyo nahitaji nichukue kombe ili na mimi jina langu liingie kwenye tasnia ya soka Tanzania. Kwa hiyo mechi ya kesho itakuwa ngumu sana. Lakini na imani kikosi changu kiko vizuri, lakini pia mtarajie kutakuwa na mabadiliko. Nitafanya surprise kwa mashabiki. Hii yote ni kuonesha kwamba nilikuwa na kikosi kipana sana. Kuna bodi umetoa kwamba unaamini mchezo utaisha dakika 90. Labda nini ambacho kinakufanya uamini kwamba mchezo utaisha dakika 90? Nimesema hivyo kwa sababu timu yake inafunga na mimi timu yangu inafunga. Timu yake inalinda na mimi timu yangu inalinda. Kwa hiyo timu ambayo itaruhusu goli mapema inaweza lisirudi. Either mimi au yeye. Hilo ndio ninaloamini. Sababu striking zetu zote zinafanya vizuri sana kwenye eneo la
final touch. Na sisi tunataka tupate kocha bora, tunataka tupate mfungaji bora, tunataka nini, lakini na imani mechi ya finali haiwezi kuwa na magoli mengi sana. Mimi nichukua nafasi hii pia, naamini mchezaji wa Kajuna anaweza akawa mfungaji bora, kwa sababu mechi ya finali haiwezi kuwa na magoli mengi sana. Kama mmeona mechi ya jana nusu finali, goli 2-1. Manake ni mechi ngumu na ni mechi zinakuwa za maamuzi. Makosa yanakuwa ni machache sana. Kwa hiyo finali ya kesho itakuwa na makosa machache sana. Kwa majina naitwa Joseph Maganga Joseph. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wote na viongozi wetu pamoja na benchi la ufundi. Pia tumejiandaa vema kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kikubwa tu tunamwomba Mwenyezi Mungu tuweze kuamka salama. Na watu wa Kahama wajitayarishe kuweza kupokea ambacho alituagiza. Sababu matokeo ni matatu, lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu tuweze kubeba kombe na kuweza kulipeleka, ingawa tayari tumeshafuzu first league. Kwa watarajie furaha zaidi, lakini ndio mwisho wa mashindano, lakini ndio mwanzo wa kujiandaa na first league. Kwa watarajie mazuri zaidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa jina naitwa Dundo Ford Kibamba. Ukipenda unaweza kuniita Hassan Ford Kibamba. Kajuna ni wachezaji wazuri, pia wana timu nzuri pia. Wanacheza vizuri, wana possess mpira. Pia na sisi upande wetu tumejiandaa vizuri. Ila ninachojua katika mpira wa miguu kuna matokeo matatu: kushinda, kudraw na kusali. Kwa hiyo sisi tumejiandaa vizuri. Wachezaji wako fiti. Tutarajie kwa upande wa kesho Jumamosi tutacheza mpira. Yote yanawezekana. Siwezi kusema vibaya Kajuna kwa sababu wana timu nzuri na hata sisi pia tuna timu nzuri. Kwa tunamwomba Mwenyezi Mungu kesho tutangulie, tufike salama. Mechi ianze salama, tuimalize salama.